Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto akiishi kwa kukosolewa kila wakati, anajifunza kulaumu. Mtoto akiishi kwa ukatili, anajifunza kupigana. Mtoto akiishi kwa kudhihakiwa, anajifunza kuwa na hofu. Mtoto akiishi akiwa anaibishwa, anajifunza kudhihakiwa. Mtoto akiishi akiwa anaibishwa wakati wote, anajihisi kuwa mwenye hatia. Mtoto akiishi katika hali ya uvumilivu, anajifunza kuwa na subira. Na mtoto akiishi kwa kuwa anatiwa moyo, anajifunza kuwa jasiri. Mtoto akiishi kwa kusifiwa, anajifunza kuwa na shukrani. Mtoto akiishi kwa kutendewa haki, anajifunza kutenda haki. Mtoto akiishi kwa kupata ulinzi, anajifunza kuamini. Mtoto akiishi kwa kukubalika, anajifunza kujipenda. Mtoto akiishi kwa kukubalika na urafiki, yeye hujifunza kutafuta upendo ulimwenguni. Nami nasema, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kauli hii ya mtoto umleavyo ndivyo akuavyo inatuonesha ni kwa namna gani ambavyo wazazi walisimama katika nafasi zao kuhakikisha kwamba watoto hao wanalelewa katika maadili mema. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimejaliwa kuwa na viongozi makini, viongozi wa kidini wenye hofu ya Mungu, wanaojua jinsi ya kuwalea watoto katika maadili mema, na huku ndiko chanzo cha kupata viongozi bora na makini wenye hofu ya Mungu. Leo naomba nikusogezee makala hii maalum ambayo itakufanya utafakari na kujifunza mengi zaidi ni kwa namna gani watoto wanapaswa kulelewa katika maadili mema. Kufuatia kauli hii, naomba nikupeleke moja kwa moja tukaweze kuona matukio makubwa ambayo watoto wameweza kuyafanya tofauti na akili za kibinadamu vile wanavyofikiria. Hawa ni watoto kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God, yani TAG Ramathlei Warriors Mission, kutoka hapa mkoani Mtwara, wakituonesha vipaji vyao ni kwa namna gani wanaweza kufanya kutokana na malezi waliopata kutoka kwa wazazi wao. Watoto hawa wenye vipaji vya aina yao wanatuonesha ni kwa namna gani watakavyokuwa wakubwa wanaweza kufanya mapinduzi makubwa, hasa kwenye sekta ya kumtumikia Mungu. Watoto hawa wana uwezo wa kusifu na kuabudu vizuri bila kusaidiwa na mtu yeyote. Lakini pia cha kushangaza zaidi, ndani yao kuna walimu ambao wanaweza kufundisha neno la Mungu kwa uzuri kabisa. Na hii haitoshi, utaona watoto wakihubiri Injili kwa nguvu zao zote, na hii ikiwa ni matunda ya wazazi waliosimama kwenye nafasi zao kwa ajili ya kuelea watoto wao. Ninayekusogezea makala hii mimi naitwa Christian Ngao wa Ngao Media. Tafadhali twende pamoja tuweze kuona ni kwa namna gani watoto hawa wanaweza kuonesha vipaji vyao mbele za watu na mbele za Mungu. Mtazamaji, hapa ni katika tukio maalum la sikukuu ya watoto iliyofanyika katika kanisa la TAG Ramathlei Warriors Mission mkoani Mtwara, na hii ilikuwa ni maadhimisho ya kilele cha sikukuu ya watoto, ambapo wazazi wengi wametakiwa kuwalea watoto wao katika maadili mema ili kujenga taifa bora la kesho. Ambapo kabla ya kuona vipaji na uwezo wa watoto hawa, misionari na mchungaji wa kanisa hilo Lilian Kamau ameeleza namna ambavyo watoto hao wamekuwa na uwezo wa kuhubiri Injili bila woga, na kuwapongeza wazazi ambao wamewalea watoto hao katika maadili mema kwa ajili ya kuihubiri Injili ya Yesu Kristo. Mtembeapo jiani, tunawaambieni hawa watoto mambo yao. Lakini tunaona kizazi hiki baada ya Joshua na Kalebu kiliinuka kizazi kisichomjua Mungu. Shida ni nini? Mafundisho kwa watoto. Mara nyingi sisi wachungaji sana tunaonaga watu wazima, na sijui ni kwa nini, lakini kama kuna kitu ambacho Mungu ana haja nacho ni kizazi kinachokuja. Tukikifundisha hiki kizazi, nacho kitafundisha kizazi kinachokuja, na kile kitafundisha kizazi kinachokuja, na hatutafika mahali watoto wetu wageukie mabahani. Lakini tukiacha kuwafundisha, tukiacha kuwapa kipaumbele, Mungu atusaidie sana. Maana tunaona wamechaguliwa na Mungu katikati ya mataifa mengi, maana mataifa yote ni ya Mungu, lakini hawa wakachaguliwa ili waweze kuendeleza elimu ya Mungu. Wakaonyeshwa matendo makubwa, bahari ikapasuliwa wakapita, wakaona Mungu anaongea nao kutoka mlima na Sinai, anawaka moto ukaongea, Mungu anaongea ndani ya moto. Walikuwa waona mambo ya ajabu, lakini hawakurudisha watoto wao. Tunaona baada ya Joshua na Kalebu, kizazi kisichomjua Mungu kikainuka, na watoto
watoto wetu tunapowapa majukumu wanaona kama tunawaonea. Nataka niwaambie hawa watoto wanaweza kupeleka injili. Hawa watoto wanaweza kuwa wamishenari. Hawa watoto wanaweza kupeleka. Mimi nashangaa mishenari Mero aliniambia hivi, ile gari yake anayoendesha kubwa kama nini amenunua na watoto wa Marekani. Ni watoto wamenunua hiyo gari. Maana wamefundishwa umisheni, anaenda kufanya kazi kwa watu apata hela kwenda kwa umisheni. Ndio imefika mahali kanunua na gari umisheni. Mara baada ya mchungaji kutoa nasaha zake, mtoto Benson Michael Mwashambwa akapata nafasi ya kuweza kuwafundisha watu wazima na watoto namna ya kumtumikia Mungu bila kuogopa, akitoa mifano kadhaa ambayo mwanadamu anaweza kutumia kuweza kuwashawishi watu ambao hawajaokoka kumtumikia Mungu bila woga. Tusilazimishe watu kuja kwa Yesu. Muda mwingine tusilazimishe watu kuja kwa Yesu. Ni pale mtu unamwambia njoo kwa Yesu, umshuhudie, uje kwa Yesu, usimwambie njoo kwa Yesu, lakini mshuhudie pole pole. Kama pole pole atakubali yeye mwenyewe. Unaweza kukuta mwenzako kule yeye ni muuzaji wa pombe. Siku anaenda kwenye mnazi, anafanya na kufanya, siku kanyesha. Utaenda kutoa ule mtongo kwa juu au kwenda kutoa? Au kaenda kutoa? Kwa akili ya kawaida. Utamshuhudia, mimi nimekutolea, lakini nimeokoka, ninaomba msamaha. Na wewe ndio hata soma hata mstari mmoja kwa siku. Unamshuhudia hivyo mpaka ataelewa, atakuja kumpokea Yesu Kristo na atajazwa Roho Mtakatifu. Sambamba na hayo, mtoto Benson ameeleza ni kwa namna gani ambavyo wanadamu wamebadilishwa na teknolojia, huku akijifanya wako bize kuliko kumtafuta Mungu, jambo ambalo amelipinga vikali. Sisi ni matajiri, hakuna tajiri mkubwa duniani kama Yesu. Maana anamiliki kila kitu. Anamiliki ubongo wako, anamiliki kila kitu. Ardhi yenu iliyoiumba. Sisi ni mavumbi tu. Usijidai mimi mweupe, mimi mweusi. Mimi Mwafrika, nina nguvu nyingi kuliko hata nyinyi. Hata hivyo tunabidi sisi tujitegemee hali kimtumu, tuweke akiba kwa Mungu, lakini tuwe tuna muda mwingi wa Mungu kuliko kufanya kazi zetu. Unaweza kufanya kazi siku nzima haujamuomba Mungu, hujasoma neno la Mungu, Roho Mtakatifu anakushuhudia uelewe, unaendelea na kazi zako. Lete nipate hela kwanza, baadaye Mungu mtakuweka baadaye. Hiyo ni dhambi na yenyewe. Watoto hao ni baadhi tu ya watoto ambao wameonesha ni kwa namna gani wanaweza kuhubiri Injili, kuikamata kwa wingi na kuielewa mistari ya Biblia, huku wakionyesha uwezo wa kuimba mashairi na kuonesha uwezo wao wa kuhubiri Injili kwa namna tofauti. Na hapa tunatazama watoto wakionyesha vipaji vya kueleza mistari ya Biblia bila kusoma Biblia. Msifuni Bwana kwa kuwa ni mwema, liimbeeni jina lake kwa maana lapendeza. Kwa sababu Bwana amenichagulia Yakobo na Israeli ili wawe watu wake hasa. Maana najua mimi ya kuwa Bwana ni mkuu na Bwana wetu juu ya miungu yote. Ya 6. Bwana amefanya kila lipendezalo katika mbingu na katika nchi na katika bahari na katika viumbe vyote. Asante. Bwana asifiwe wapendwa. Amen. Haleluya. Amen. Taenda kutaja kitabu cha Yohana Mtakatifu mstari wa 1. Nao nasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa na Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu.
Nuru hii ilikuwa ni mwanga kwa watu, na mwanga huu uliangaza gizani, nalo giza likuweza kuishinda. Amen. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Nenda kutaja mstari wangu unaotoka kwenye Malaki 4 mpaka mstari wa 6. Na anasema, kwa maana angalieni siku ile inakuja inaga kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile itateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata iachie shina wala tabu. Mstari wa 2, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kufunika katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa masisini. Mstari wa 3, nanyi mtakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu. Asiyeaendea kumekaya, nani hatalala wala hatasinzia aliye mlinzi wa Israeli. Jua litakupiga wakati wa mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda miji yako na utokapo tangu sasa na hata milele. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakuja kutaja Zaburi sura 26. Mstari wa kwanza, Bwana, unihukumu mimi, maana nimekwenda kwa ukamilifu wangu, nami nimemtumainia Bwana bila wasiwasi. Wa pili, mstari wa pili, Bwana, unijaribu na kunipima, usafishe mtima wangu na moyo wangu. Mstari wa tatu, maana fadhili zako zi mbele ya macho yangu, nami nimemtumainia Bwana bila wasiwasi. Ya 4, uketi pamoja na watu wa ubatili, wala sitaingia mnamo wanafiki. Wa 5, mlichukia kusanyiko la watenda mabaya, wala sitaketi na watenda maovu. Mstari wa 6, nitanawa mikono yangu kutokuwa na hatia na kuizunguka madhabahu yako Bwana. Mstari wa 7, ili kuitangaza sauti yako ya kushukuru na kuzisimulia kazi zako za ajabu. Ya 8, Bwana, nimepapenda makao yako ya nyumba yako na mahali pa maskani ya utukufu wako. Mstari wa 9, usiondoe uhai wangu, usiondoe nafsi yangu pamoja na wakosaji, wala uhai wangu pamoja na watu wa damu. Mstari wa 10, ila mimi nitakwenda kwa ukamilifu wangu, unikomboe nifanye fadhili. Mikononi mwao mmejaa mazaa, na mkono wangu umejaa rushwa. Mstari wa 11, ila mimi nitakwenda kwa ukamilifu wangu, unikomboe nifanye fadhili. Mstari wa 12, mguu wangu umesimama palipo sawa, katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitaenda kuwatajia sura ya Zaburi 150. Naye nasema, haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake. Msifuni kwa ufumo wa baragumu. Msifuni kwa matari na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi. Msifuni kwa matoazi ya vumayo sana. Msifuni kwa matoazi yaliayo sana. Na kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko mbele zenu kutaja sura ya Zaburi 53, nayo nasema, pumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu, ametenda uovu, ufisadi na kuchukiza. Hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Mungu aliwatungulia wanadamu waone kama yuko mtu mwenye akili wa kutafuta Mungu. Mstari wa 3, kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Wanne, je, wafanyao maovu hawajui kama walao? Je, wafanyao maovu hawajui walao watu wangu kama walavyo mkate, hawakumuita Mungu? Wa 5, hapo waliingiwa na hofu, pasipokuwapo hofu Mungu ameitawanya mifupa yake aliyokusuru, mmewatia aibu, kwa sababu Mungu amewadharau. Mstari wa 6 nao unasema, laiti wokovu wa Israeli utoke katika Sayuni, Mungu awarudishapo wafungwa wa watu wake. Yakobo atafurahi, Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Amen.
asifiwe. Amen. Kuja mbeleni kutaja Mithali 12 mstari wa kwanza. Maana anasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye ni kulaumiwa kama mnyama. Mstari wa pili. Mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana, bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Mstari wa tatu. Mtu atathibitika kwa njia ya uovu, shina la mwenye haki halitaondolewa kamwe. Ezekiel 15. Neno la Bwana kanijia kusema, mwanadamu, mzabibu na sifa gani kuliko mtu mwingine, au tawi la mzabibu kuliko kati ya miti ya msituni? Je, mtu akaweza kutoa ili kufanya kazi yoyote? Watu waweza kufanya jambo kwa huo alikutandika chombo chochote? Tazama, ametupa motoni kwa kuni moto, umeziteketeza ncha zake zote mbili, nao umeteketea katikati. Je, wafanya kazi yoyote? Tazama, ulipokuwa mzima kufanya kazi yoyote, sembuse ukishakuliwa na moto na kuteketea. Je, waweza kufanya kazi yoyote? Basi Bwana Mungu asema hivi, kama mzabibu kati ya miti ya msituni ulioupa moto uwe kuni, ndivyo utakavyotoa wakaao Yerusalemu. Ndivyo utakavyotoa wakaao Yerusalemu. Mstari wa 7. Nami nitaongoza uso wangu juu yao, nao watatoka motoni, lakini moto utawateketeza, nanyi mtajua kwa mimi ndimi Bwana. Nitakavyokasa uso wangu juu yenu, nami nitaifanya nchi kuwa ukiwa, kwa maana amekosa, asema Bwana Mungu. Bwana kaniambia, nenda tena mpende mwanamke pendana na rafiki yake, naye ni mzinzi, kama vile Bwana apendana na nasi wawili. Ingawa nimepokea Mungu na kupenda mikate ya mzabibu. Basi akaninunulia mwanamke kwa vipande 15 vya fedha na umeli moja shairi na nusu umeli ya shairi. Nami nilimwambia, utatoa kwa ajili yangu siku nyingi, utafanya mambo ya ukahaba, utakuwa mke wa mtu awaye yote, nami nitakuwa aliye kwa ajili yako. Kwa maana wana Israeli watakaa siku nyingi bila mfalme wala mtu mkuu, wala sadaka, wala nguzo, wala naivela, wala kinyago. Baada ya haya wana Israeli watarejea kumtafuta Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao, na atamwondoa kwa wema wake na kwa kichwa siku za mwisho. Sambamba na hayo, mtoto Matthew Kenneth akaonesha uwezo wake wa kuhubiri Injili bila kuogopa, akitolea mifano ya mitume na manabii namna walivyofanya kazi bila kuogopa, huku akitoa mfano wa mtumishi wa Mungu Daudi alivyomuua Goliati kwa jiwe moja tu. Lakini ya Daudi alitumia jiwe moja, na kwa siku moja Goliati alikufa na wana Israeli wakapata ushindi. Mtu wa tatu, Shadraka, Meshaki na Abednego. Naona hao watu pale mfalme aliposema ya kwamba waabudu lile sanamu, wale wakasema tunamjua Mungu tunamtumainia, hatuwezi kuabudu hii sanamu. Kwa hiyo pale ngome zilipokuwa napigwa zenze, wao walisimama kama mlingoti, wakasimama hawakuogopa mfalme atafanya nini. Hawa ni baadhi ya watoto walioweza kuonesha vipaji vyao kutoka kanisa la TAG Ramathilei Warriors Mission, ambapo wameonesha uwezo wao wa kuimba, yani kusifu na kuabudu bila kuogopa. Pamoja na hayo, wakapata nafasi ya kuweza kuimba nyimbo za kusifu na kuabudu bila kujali namna gani wanaweza kuchukuliwa, na sauti zao zimenyoka kama walivyofundishwa na walimu wao. Bwana
Mtazamaji wa Ngao Media, tumefanikiwa kuzungumza na mchungaji wa kanisa hilo, akatupatia historia fupi ya kanisa hilo na kwa nini wanaadhimisha sikukuu ya watoto, huku akiwafundisha namna ya kuhubiri. Lengo hasa ni lipi? Mchungaji amesema. Okay, kwa majina naitwa Lilian Kamau, ni missionary hapa Tanzania na ndio mchungaji kiongozi wa Ramathrehi Warriors Missions Church Mtwara. Leo ilikuwa ni maadhimisho ya sikukuu ya watoto na hii ni maono ya viongozi wa TAG kitaifa. Hii maadhimisho yanafanywa kila mahali Tanzania katika kila kanisa la Tanzania Assemblies of God. Maono ya viongozi wetu ni kuwalea watoto na kuwafundisha jinsi ya kuenenda hata baadaye wakiwa watu wakubwa na waweze kuendeleza neno la Mungu. Tunawapa watoto kufundisha, tunawafundisha mistari, wanafanya kama ulivyoona wanafanya, ili baada yao wafundishe na watoto wao na kizazi hadi kizazi. Kwa hivyo kwa kweli haya sio maono ya kanisa hili, ni maono ya taifa na leo ndio tumeadhimisha, na niseme Mungu apewe sifa kwa sababu tumemaliza vizuri na Mungu atajitwalia utukufu. Kanisa letu lilianza siku nyingi kidogo, ni la zamani, ila mimi nimeanza nalo mwaka jana mwezi wa 9. Aliyekuwepo alirehemika akaenda kuwa na Mungu, lakini kanisa linaendelea na tunaona Mungu anatutetea na kutusaidia. Kutokumlea mtoto katika maadili mema ni kumwangamiza mtoto, kwa sababu asipolelewa katika maadili mema, baada ya hapo, baada ya shakuwa wewe mtu mzima, hawezi kulea watoto wake katika maadili mema. Kwa hivyo na hasa wazazi, sisi zote tuwafundishe watoto maadili mema, tuwafundishe haswa neno la Mungu, maana neno la Mungu limehakikiwa. Ni hakika, ni amina, na neno la Mungu peke yake ndio linaweza kumlinda mtoto asienende katika njia mbaya. Za nje ya hapo tutakuwa tunaangamiza watoto. Naye mwalimu wa watoto hao anayefahamika kwa jina la Winfrida Chengula ameeleza namna gani changamoto wanazokutana nazo katika kuwalea watoto hawa, huku akieleza idadi ya watoto waliofanikiwa kufuzu mafunzo hayo ikiwa ni watoto 42, huku wakiwa wamechanganyika wa kiume na wa kike, pamoja na kuwataka wazazi kuwalea watoto ni jukumu lao. Kwa majina yangu ninaitwa Winfrida Venance Chengula, ni mwalimu mkuu wa kanisa letu la Ramathrehi Warriors Mission. Tunamshukuru Mungu kwa kufikia siku ya leo na kuweza kuhitimisha sikukuu yetu ya watoto. Na ya watoto tunamshukuru Mungu tumefanikiwa kuwa na watoto 42, 25 wakiwa watoto wa kiume na 17 wakiwa watoto wa kike. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo, na vile vile tunamshukuru Mungu kwenye mafanikio kama haya hapakosi kuwa na changamoto. Changamoto ni nyingi, lakini bado tunaendelea kuziombea hizo changamoto ili Mungu atusaidie tuweze kufika mbali zaidi ya hapa tulipofika. Tunamshukuru Mungu zaidi ya changamoto ni nyingi, na changamoto nyingine ni ile wakati mwingine wazazi wanashindwa kuwafikisha watoto kwa wakati. Hiyo inatufanya ufanisi wa sisi walimu kuwa ni mdogo, kwa sababu tunakuwa tunarudia kile ambacho tumeshawafundisha watoto wengine. Lakini changamoto nyingine ni uchelewaji wa watoto wakati wa vipindi vya Jumamosi, Jumapili asubuhi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, lakini kwa hata hivyo changamoto bado Mungu ni mwema, tunaendelea kuziombea. Tunaamini ipo siku zitaisha kabisa na tutaendelea kusonga mbele kama jina letu lilivyosema. Ramathrehi ni wapiganaji, kwa hiyo tutaendelea kupigana ili wakati mwingine tufanye vizuri zaidi ya hivi leo tulivyofanya. Mungu awabariki sana. Amen. Nao baadhi ya wazazi ambao watoto wao wamehubiri katika ibada hiyo, tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na mzazi wa mtoto aliyehubiri Injili na kufundisha, Michael Mwashambwa. Ameeleza ni kwa namna gani amefanikiwa kumlea mtoto huyo katika maadili mema, bila kujali ni kwa namna gani jamii inawachukulia watoto wadogo kama hawawezi kitu, ambapo ameeleza mtoto mleavyo ndivyo kuavyo na wana vitu vingi vya kufanya hasa wakifundishwa. Mimi naitwa Michael Elson Mwashambwa, ni mzazi wa mtoto aliyehubiri katika kipindi kile cha shule ya wanafunzi na maandiko, anaitwa Benson Michael Elson.
Namshukuru Mungu kwamba alitupa mtoto sisi kama wazazi na watoto wawili, lakini huyo aliyesimama leo na kufundisha ni mtoto wetu ambaye tumekuwa naye tangu amezaliwa mpaka sasa, lakini tumeendelea kumfundisha katika nyanja mbalimbali, tukimpa nafasi zile za kuweza kujieleza mwenyewe na kuweza kusimama na kutokuogopa na kujieleza. Lakini kwa nini tulifanya hivyo? Ni kwamba tuliona kwamba yeye ni mtoto, sisi ni wazazi, kuna wakati atakuwa yuko mahali anajitegemea, pasipo yeye kujieleza mwenyewe na kuweza kusimamia zile ambazo amejifunza au kile anachokijua, manake hawezi kufaa kwa jamii au kufaa kwenye maeneo mengine ambayo anaweza kawa peke yake. Kwa sababu sisi ni wazazi, ni kwamba tuko naye kwa sasa, lakini kuna mahali anakwenda. Sasa kule anakokwenda, manake akijijengea namna ya kujieleza na kuweza kujifunza, manake hata sisi tusipokuwepo yeye anaweza kuendelea kuishi na kuweza kupambana na mazingira alionayo. Mambo yaliyotusaidia kumfanya mpaka hapo amefika, tuseme ni Mungu ametusaidia, kwa sababu pasipo Mungu hauwezi kufanya jambo lolote lile. Lakini tumeendelea kumuombea na kumuomba Mungu atusaidie, tuendelee kumuelimisha na kumpa nafasi za kujifunza vile vitu vyema au vitu vile vizuri. Kama ni kwenye TV, maanake angalia zile channel ambazo zinajenga maadili, kama ni vitabu vile vinavyojenga maadili, na kama ni stories zozote, basi sisi tunamwandalia zile story ambazo zinajenga maadili, kwa sababu yeye anakuwa na yeye anaendelea kujifunza. Kwa hiyo tunamshirikisha vile vitu ambavyo vinaweza vikamjenga katika ufahamu wake na kujifunza. Kwenye somo amesema habari za AI ni kwamba sisi kwa sababu tulikuwa tunajaribu kujifunza kutoka kwenye mitandao, na siku nakumbuka ameniuliza, baba, AI ni nini? Nikamwambia kwamba hii ni artificial intelligence, kwamba ni akili mnemba. Sasa hivi tunasema kwa Kiswahili kwamba ni akili ambayo ni ya kiteknolojia, ambayo ni vitu tu, sio watu wanafanya, lakini kuna programs zinafanyika hapo zinaweza kuzalisha vitu mbalimbali kulingana na wewe unavyotaka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni sasa ni nyakati za sasa ndio tunakokwenda. Lazima watoto wetu wajue pia kwamba nao wajue kwamba huko wanakokwenda kuna nini, na pia waweze kutafuta au kufanya kuchagua kwamba sasa ajifunze nini kulingana na teknolojia hali ya sasa hivi iliyopo. Kwa hiyo sisi kama wazazi tumejaribu kumuonyesha hivyo ili aweze kujua mapema ni ulimwengu gani ambao tunao sasa hivi. Maarifa yameongezeka, na pia watoto wetu tuwaandae kwa ajili ya maarifa haya ambayo yameongezeka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba yeye ameendelea kutupa neema hiyo, lakini kubwa zaidi ni kwamba Mungu tunayemwamini na kile tunachokiamini ndio kimefanya wao waendelee kukua na katika viwango vile tunavyowaona wanafika. Lakini tunamwomba Mungu aendelee kuwasaidia wawe msaada kwa jamii tulionayo, na kwa wale ambao watakaozunguka nao na wale watakaokaa nao, basi hao watoto wawe msaada na kwa watu wengine. Uwezo wao unafanana, lakini kwenye yale anachokipendelea wanatofautiana. Huyu anapenda zaidi vitu vya muziki, anakutana na vitu vya muziki, vyombo vya muziki, keyboard, magitaa, drum. Hapo tutakapoenda akikuta na vitu hivyo, lazima utakuta anaweza kucheza navyo vizuri. Kucheza navyo pia tumenunulia vitu vya kucheza navyo pale nyumbani kama keyboard, drum beat. Kwa hiyo anaendelea kujifunza, tunampa nafasi wakati mwingine kwenda kujifunza kwa hao wengine ambao wanajua. Wazazi wanaonitazama kwa sasa, mimi ni shauri tu kwamba watoto wetu tusiwaone wadogo. Watoto wanajifunza kila kitu tulicho nacho. Kwa hiyo manake zile story tunazozifanya tusifanye kwamba tunajenga mtoto. Yale ambayo wakati mwingine unaweza kufikiri yeye haelewi vile, lakini kumbe anaelewa. Kwa hiyo manake sisi kwenye kuongea kwetu kama wazazi, manake sisi tunawafundisha. Kwa hiyo manake mzazi uwe mwangalifu kwenye kile unachokiongea, kile ambacho unakisapoti. Kwa manake yeye, kwa sababu yeye yuko nyumbani kwako, manake yeye ni mwanafunzi wako. Kwa hiyo kila kitu unachokifanya yeye anajifunza. Kwa hiyo mimi niseme tu, uona watoto wanaenda isivyo, manake kuna kitu tumekijenga sisi au tumekiachia sisi kama wazazi. Kwa maana wazazi tuwe makini kama Mungu alivyotuambia kwamba tumlee mtoto katika njia ile mpasayo hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa sisi tufanye hivyo ili watoto wetu waweze kukua katika maadili tunayotakiwa kufanya. Sikiliza, mtoto akiishi kwa kukosolewa kila wakati anajifunza kulaumu. Mtoto akiishi kwa ukatili
anajifunza kupigana. Mtoto akiishi kwa kudhihakiwa, anajifunza kuwa na hofu. Mtoto akiishi akiwa anaibishwa, anajifunza kudhihakiwa. Mtoto akiishi akiwa anaibishwa wakati wote, anajihisi kuwa mwenye hatia. Mtoto akiishi katika hali ya uvumilivu, anajifunza kuwa na subira. Na mtoto akiishi kwa kuwa anatiwa moyo, anajifunza kuwa jasiri. Mtoto akiishi kwa kusifiwa, anajifunza kuwa na shukrani. Mtoto akiishi kwa kutendewa haki, anajifunza kutenda haki. Mtoto akiishi kwa kupata ulinzi, anajifunza kuamini. Mtoto akiishi kwa kukubalika, anajifunza kujipenda. Mtoto akiishi kwa kukubalika na urafiki, yeye hujifunza kutafuta upendo ulimwenguni. Nami nasema, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mimi ni Christian Ngao wa Ngao Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ya Ngao Media. Asante.